Tunaendelea na matangazo yetu na wakati ambako tumekuwa tukikuletea ripoti mfululizo kuangazia changamoto ya maji katika jiji la Dar es Salaam na maeneo ya jirani ambako mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira DAWASA inahudumia. Hapa tunazungumzia maeneo ya Dar es Salaam, lakini pia maeneo ya mkoa wa Pwani, na tunapata fursa hapa ya kukutana na mkuu wa kitengo cha mawasiliano mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam, Everlasting Liaro. Everlasting, karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwendaje bwana? Salama, tunashukuru Mungu. DAWASA tujambo. Ndio. Tunaendelea kutoa huduma kwa wananchi wa Dar es Salaam na Pwani. Na kwa kukuona hivi na unavyopendeza bila shaka tutapata maji. Sawa kabisa. Lakini pia watazamaji wetu wanaweza wakawa sehemu ya matangazo yetu kwa kututumia maoni au kama una swali kwa mkuu wa kitengo cha mawasiliano DAWASA, ambaye yetu ya simu ni 0763809770, na hata kama pia kuna changamoto kwenye sehemu unayoishi basi unaweza ukatushirikisha, na yuko hapa kwa ajili ya kujibu changamoto hizo, lakini pia kutuambia nini kinaendelea ndani ya DAWASA. Lakini kwa sasa hivi Everlasting, hali ikoje? Maana unajua kuna kipindi fulani hivi mwishoni mwa mwaka 2025 tunasema mwezi wa 12 hapo 11 kwa kuna changamoto nyingi sana za maji katika maeneo mengi. Sasa hivi hali ikoje kwa ujumla? Kwanza niwashukuru sana kwa nafasi hii ya kupenda kutukaribisha kama watoa huduma, na huduma maji ni huduma muhimu sana. Kwa hiyo tunashukuru sana Azam muda kupata kuongea na wananchi, kupata feedback yao wanasemaje, lakini pia na wananchi waisikie taasisi ambayo au mamlaka ambayo inahudumia. Ni kweli kama ulivyosema Gudi, tulikuwa good luck, tulikuwa tuna changamoto mwezi wa 10, kuanzia wa 10 wa 11 na ukakolea kidogo wa 12. Mliona tulikuwa tuna heka za ufuatiliaji wa huduma ya maji, na tulikuwa kweli tuna upungufu wa maji. Upungufu wa maji unamaanisha kwamba hata kile ambacho tunatakiwa kuzalisha na kwenda kuwasambazia wananchi kilikuwa kitoshelezi, na tulikuwa imechangiwa na uchelewaji wa mvua za mvuli ambazo tulikuwa tunategemea zinanyesha mwezi wa 10. Kwa hiyo maeneo mengi tukaona kwamba changamoto ya maji ipo, na vyanzo vya maji vilikuwa havipokei maji yale ambayo yategemewa kwa yanapatikana kwa kipindi kile cha msimu. Kwa hiyo ni kipindi ambacho tulipita na tulifanya mambo mengi kama mamlaka, tukishirikiana na tukisaidiwa na Wizara ya Maji ambayo ni wizara mama na serikali katika kukwamua hapo. Na tuseme kwamba sasa tunaongea mwezi wa pili, kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa 12 mwishoni mliona mvua zilianza kunyesha. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba tumeanza kurudi normal. Maeneo mengi yameanza kupata huduma. Kwa hiyo kama mwezi wa 12 mwishoni hivi kwenye tarehe za mwisho wa mwaka huduma maji ilianza kurejea, na mwezi wa kwanza tukaweka nguvu katika usimamizi wa wale maji tunayopokea, kuyasimamia yazalishwe na yasambazwe kwa kumfikia kila mtu kulingana na ratiba ambayo tumeweka ndani. Kwa hiyo wananchi wa Dar na Pwani ambao tunahudumia almost wananchi zaidi ya milioni 6 na laki 8 sasa wanapata huduma ya maji kwa ratiba ambazo mamlaka imeona inafaa kwa wao kupata huduma. Kwa hiyo naomba kusema kwamba huduma ya maji imerejea na maeneo mengi tunaendelea kuboresha huduma, ukiacha changamoto chache ambazo zinajitokeza ambazo hazikosekani kwa watu huduma, lakini tuko full katika uzalishaji na usambazaji wa maji. Ni changamoto gani ambazo zimekuwa kwenu kama endelevu? Tuko tuna changamoto ya upotevu wa maji. Kama taasisi tuna changamoto, tunaendelea kupambana na upotevu wa maji. Bado ni swala ambalo ni shirikishi na linahitaji fikra za wadau wote katika kulienenda, sio taasisi tu, kwa sababu hata maji ambayo yanakuja na kufikia wewe yanapita sehemu nyingi. Kwa hiyo ni ushirikishwaji wa wadau wote kuweza kubaini kwamba tuna changamoto ya upotevu wa maji. Lakini pia tuna changamoto tuseme changamoto tayari ishaisha ya kuchelewa kwa mvua na sasa maji yanakuja. Lakini pia tuseme changamoto, tunasema tunaendelea kulinda na kutunza vyanzo vya maji katika vyanzo vya maji ambavyo viko Morogoro, ili viweze kupata uhakika wa huduma ya maji. Kwa hiyo kwa changamoto naweza nikasema ni hii, tunapambana na upotevu wa maji ambao tumesema sasa ni ushirikishi kwa wadau wote kuweza kujitokeza kuweza kupambana nao na kuisaidia DAWASA kupunguza na kutatua changamoto ya upungufu wa maji. Sawa kabisa. Na baada ya mvua hizi ambazo pia zimenyesha, sababu kikubwa ilikuwa inatazamwa kwamba changamoto ya kiangazi cha muda mrefu ilikuwa imeleta shida ya maji. Lakini kwa sasa hivi tumeona mvua zinanyesha na imeleta mabadiliko yote labda kwenye vyanzo vyenu na kiwango cha maji ambacho kipo kwa ajili ya kuwahudumia wakazi kwenye maeneo hayo. Yes, mvua zinaendelea kunyesha na tunapata taarifa nzuri kutoka kwa wenzetu wa bonde
bodi ya Wami Ruvu ambao ndio wasimamizi wakuu wa vyanzo vya maji wanasema kwamba kiwango cha maji kimeongezeka kwa mvua zinazoendelea kunyesha, na tuliona utabiri wa hali ya hewa walisema kwamba kuna mvua zitaendelea kunyesha kuanzia mwisho wa mwezi huu mpaka mwezi wa 3. Kwa hiyo tunapokea maji kwa wastani ambao unatakiwa na tunaendelea kuyazalisha. Kwa hiyo hatuna upungufu kwa sasa na hizo mvua zinazonyesha. Sasa kabisa. Lakini ukijaribu kuangalia mbali na hizi changamoto za asili, kuna changamoto nyingine zozote ambazo nyewe ndani ya mamlaka mmezibaini ambazo zinasababisha kunakuwa na changamoto ya maji katika maeneo mengi? Kwa sababu kwa mfano ukiangalia sasa hivi bado kuna baadhi ya maeneo yana shida ya maji. Ukiangalia kwa mfano maeneo ya Temeke, maeneo ya Kinyerezi, kwa utafiti ambao sisi tumeufanya, lakini pia kwa ripoti zetu, baadhi ya maeneo pia ya Kimara bado yanakabiliwa na changamoto ya maji. Shida hasa ni nini? Kwa sababu mvua zinanyesha tayari kama ulivyosema, lakini bado haya maeneo yanakumbwa na changamoto ya maji. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kuna wengine bado hawajapata maji katika maeneo hayo. Asante. Naomba niseme neno moja hapa. Inawezekana sasa hizi ni changamoto za mtu moja moja. Unajua huduma ya maji hatuisemei kwa jumuiya, tunaisemea kwa mtu moja moja, kwa sababu tunaamini wewe uliyekuja kuomba huduma maji ulikuja kuomba huduma kama kwa kaya yako. Sasa changamoto zilizobakia hizi ambazo tunasema kwamba maji yapo lakini huduma haifiki kwa maeneo hayo, inawezekana ni miundombinu chakavu ambao sasa taasisi iko kwenye mpango wa kufanya marekebisho ya miundombinu na kuweka mabomba ambayo yanaweza kuhimili kiwango cha maji na kutoa mabomba ya zamani. Lakini pia tuna wananchi ambao wanakaa kwenye maeneo ambayo ni maeneo kwa nature ya eneo lake maji hayawezi kufika, na yakifika lazima yatumie pampu au tunasema booster pampu. Lazima tujenge kituo cha kusukuma maji kuyapeleka kule. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo kwa kweli geographic position ilivyokaa ni ngumu maji kuyafikisha, lakini hatusemi kwamba hawataki kukaa kule. Tayari wameshakaa na lazima huduma maji wafikie. Kwa hiyo kwa maeneo kama leo nitajia hapa Kinyerezi, tuna Kinyerezi Kanga, tuna Kinyerezi Kibaga kule tumepeleka huduma, lakini pia kwa wananchi ambao tunasema Kimara pamoja na Temeke, tuna ujenzi wa mradi wa maji wa tenki la Banguro ambayo maji mengi sasa yanakuja Kinyerezi. Sasa wananchi wa pale Kimara walizoea tuseme, au walikuwa wameshaweka utaratibu wa kupata maji kwa kila siku, lakini sasa kutokana na ujenzi ule wa mradi wa maji wa Banguro ambao unasaidia sasa Kinyerezi yote iko kule Pugu juu Kilimani kabisa, tumejenga tenki kubwa la maji kule. Sasa wananchi wa Kimara wanapata maji kwa awamu, na tumediscuss nao na tukawaeleza, jamani, changamoto tulionayo sasa hivi maji tutaanza kuyatoa kwa ratiba ili wananchi wa maeneo mengine ya juu zaidi waweze nao kupata maji. Kwa hiyo changamoto ambazo naweza kusema hapa ni miundombinu chakavu ambayo taasisi tayari imeshawekeza katika ubadilishaji wa miundombinu hayo. Fedha tushapata kutoka serikalini kwa ajili ya kufanya rehabilitation ya miundombinu, lakini pia kubadilisha miundombinu ambayo inasababisha wananchi wasipate maji. Na lini sasa mtafanya hivyo? Iko kwenye mpango hii ni iko katika mpango wa mwaka wa fedha wa taasisi. Kwa hiyo tunaenda kwa awamu. Kama mfano sasa hivi 2026/27 kuna kiwango cha fedha kimewekwa kwa ajili ya kuboresha miundombinu. Tunakuwa na kilomita zetu ambazo tumesema sasa tuna kilomita kadhaa ambazo zitafanywa matengenezo katika mwaka huu wa fedha. 27/28 nako ni hivyo. Kwa hiyo ni mipango ambayo tunaelewa kwa sasa ni watoa huduma, na hivi ni vitu ambavyo lazima kama mtoa huduma uvifahamu ili uweze kutoa huduma iliyo bora kwa wananchi. Awali uligusia kiwango cha upotevu wa maji kuwa kikubwa na ni himilivu. Mwaka 2022/23 kiwango kilivuka ile asilimia kimataifa ambayo iko 20 kwa sababu ilifikia 37.2. Kwa sasa hali ikoje, na unaposema himilivu pia nini unamaanisha? Kiwango cha upotevu wa maji kwa mamlaka za maji, kuna standard ambayo imewekwa kwamba kwa sababu maji mnazalisha, kuna kiwango lazima maji yatapotea na kisizidi kiwango cha 20%. Yes. Ninachosema imelivu kwa sababu kuna mipango ipo ya kuweza kukabiliana nayo. Najua ukishasema kitu naweza kukihimili, maana naweza nikapambana nacho. Naweza nikakiface, naweza nikajua jinsi naweza jinsi ya kujua namna ya kukabiliana nacho. Kwa hiyo kama taasisi tumeshaainisha zile challenge ambazo zinatufanya sisi tunapoteza maji. Wapi tunapoteza maji? Tunatakiwa kufanya nini?
jamii inatakiwa mchango wa jamii hapa ni nini, lakini pia mchango wa watumishi wa sekta ya maji tunakofanyia kazi, tunakozalisha na kusambaza maji, lazima tuanze na sisi, alafu then tuende kwa jamii tukaombe support. Kwa hiyo nasema kiwango cha upotevu wa maji ni kimilivu kwa sababu tayari tuna mipango ya wazi ambayo tumebaini na kuweza kupambana nayo. Kwa hiyo tukisema kwamba labda hiki kiwango ni kikubwa sana, tuweze ndio kusema kwamba kiwango cha upotevu wa maji ni kikubwa, lakini tunasema kiwango cha upotevu wa maji ni himilivu na mipango ipo ya ushirikishaji wa wadau. Hata Azam nadhani siku nyingi mtaona tumeanza vipindi vya elimu kwa umma na ushirikishaji wa wadau wao katika kuweza kupambana nao. Nini kinasababisha hasa ama visababishi vya upotevu wa maji kwa Dar es Salaam na Pwani? Kwanza, upotevu wa maji una sura mbili. Kuna commercial loss, tunasema upotevu wa maji wa kibiashara ambao unatokana mambo mengi, labda maji yanavuja kwenye mita, kuna watu wanachezea dira za maji. Lakini tuna physical loss. Physical loss ni ule upotevu wa maji wa miundombinu. Ndio nilikuwa nasema hapa kwamba miundombinu chakavu inasababisha upotevu wa maji. Kwa hiyo sura ya upotevu wa maji ukiangalia kwa sura pana na ukubwa wake ni kwa aina mbili. Kibiashara na physical na shindo neno zuri. Kibiashara pamoja na miundombinu yote inachangia upotevu wa maji. Sasa licha ya changamoto hizi tunazozungumza, Everlasting, ni kwamba kuna malalamiko na bila shaka sio malalamiko mageni kwenu, kwamba shida ya maji ipo na wengine wanakosa maji kwa wakati, wengine maji yanatoka usiku wakiwa wameshalala, lakini bado ankara za maji zinaonekana ni kubwa. Na haya malalamiko tujayasikia kwa mwananchi mmoja wala wawili. Wananchi wengi wanalalamika kuhusu hili. Shida nini? Nitake kusema kwanza kazi tuweke wazi kwamba taasisi haiwezi kubambikizia mwananchi bili. Taasisi au mamlaka ya maji haiwezi kumbambikizia mtu bili. Shida ni nini? Ninachoweza kukuambia ndugu mtangazaji, kwanza bili ya maji ni bili ya mtu binafsi, sio kama nilivyosema shida ya maji. Inapotokea mtu ana changamoto ya bili, hatusemi kama hii ni tatizo la jamii. Hapana, hili ni tatizo lake binafsi ambalo anatakiwa afike DAWASA tuweze kuangalia, utaasisi ya maji, mamlaka ya maji yote ambayo anahudumia mkoani tuweze kujua, aweze kupatiwa ufumbuzi. Lakini pia ni kuhakikishia maji yanayopita kwenye mita, good luck, maji yanayopita kwenye mita ndio maji ambayo unatakiwa uyasome. Yasome, akupe mwisho wa siku kwenye ankara yako ambie kwamba nimetumia kiasi hiki na bili yako ni hiki. Na tunatoa muda kwamba tukishasoma tuna cycle yetu. Tukishakusomea mita, tunakutumia message, tunaomba uhakiki. Kwa hiyo good luck, unaona mbona leo nimetumia unit 20, nikaangalia kwenye mita yangu inafanana na nilichotumiwa. Kabla bili haijatengenezwa hapo. Yaani tunakupa muda wa siku 2. Bili imeshatumwa, tunaomba ukahakiki bili yako. Kwa hiyo unaenda kuangalia bili na click kwenye mita yako nje vinaoana. Sasa ukakuta umetumia unit 20, lakini ukaenda kwenye bili yako ukaona mbona nimetumia unit 5, hapa kuna shida. Ina either na upotevu wa maji ambao chini sifahamu, au inawezekana ni changamoto yote ambayo iko kwenye maji. Ndio maana tunatoa room ya mwananchi kutumiwa message siku 2 kabla ya bili yake ili aweze kuhakiki na tutengeneze bili. Kwa unavyoona unapata mapema ile na unajiridhisha, unasema hii bili sio sahihi. Sasa hapo ndio kuna room ya wewe kwenda kusaidiwa kabla hujapata bili ile ambayo inatakiwa. Lakini niseme kwamba mamlaka haitoi bili hewa au haitoi bili ambazo ni za makadirio. Bili ambayo inatoka ni bili ambayo imepita, maji yaliyopita kwenye mita yako. Lakini mara zote mmekuwa mkijibu hivi, Everlasting, na bado hii changamoto inaonekana kuibuliwa. Kwa mfano kama hapa kuna moja kati ya watazamaji wetu ametumia maoni, anasema anaomba kujua maji hayatoki huko Kigamboni ila bili inakuja kubwa sana na maji hakuna. Je, inakuwaje hapo? Naomba kuuliza hapa sababu inakuwa ni nini? Na kama hili jambo mnalitolea ufafanuzi, mnasema kwamba nyie hambambikizii wateja wenu bili. Na hawa wateja wenu katika maeneo tofauti wanalalamika kwamba bili wanapokea kubwa. Hamkuona kwamba kuna haja ya kufanya uchunguzi kujua kuna shida wapi hasa? Yaani shida iko wapi hasa? Kwa nini mteja wenu zaidi ya mmoja anakuwa analalamika jambo lile lile? Tuna uhakika huu kwa sababu kwanza mita zetu hizi ni mita ambazo zimepitia kwenye zinapimwa na wakala wa vipimo Tanzania WMA kwa ajili ya uhakiki na ufanisi kabla tujaje kufunga kwa wateja. Kwa hiyo zikigundulika kwamba zina default au hitilafu yote, WMA hairuhusu mamlaka ikapeleka hizo mita kwa wateja. Lakini pia kuna changamoto nyingine ambazo wateja wengi ambao sasa tunabidi tuwape elimu. Inawezekana mwananchi ana miundombinu yake sio rafiki.
alishafanya plumbing muda mrefu. Sasa amekaa labda nyumbani, nyumba ina muda mrefu na plumbing yake muda mrefu, labda haikuwa na vigezo, maji yanavuja. Hajui uvujaji unatokea wapi, hajaangalia miundombinu yake ndani, hajaangalia miundombinu yake nje, mwisho wa siku anapokea bili. Mfano mzuri, hata mimi nishawahi kupata bili nani ndefu kidogo, tofauti na matumizi yangu. Lakini kuja kugundua ndani ya public toilet kuna maji ambayo yanavuja kidogo kidogo. Sasa ni vizuri, sasa nawasema tutoe elimu kwa wananchi, ni vizuri sasa wananchi wakawa na tabia ya kufanya ukaguzi wa miundombinu yao ya maji, ili kujua kwamba kama kweli haya maji ambayo ninakuja huku miundombinu yangu yako salama. Sasa nyingine hata nyumbani kwako unaweza kukaa ukaona tiles, unashangaa mbona tiles ni nyeupe lakini mbona kuna sehemu kama pana ukungu. Lakini ukaona ni nao kumbe pipes ambazo zimepitisha maji tayari pale ni uvujaji. Kuja kutoa tiles ni bomba kubwa, pipes imeachia. Kwa hiyo tuangalie, turudie upya, na ukiona bili zinakuja kama hujafika DAWASA, lakini pia tafuta mtaalamu ambaye atakusaidia kuja kukagua usahihi wa miundombinu yako ya maji. Kwa maana na hili sawa. Na hili la maji kukatika lakini bili inakuwa kubwa na yenyewe inahusishwa na uvujaji wa nani? Hapana, ndio maana nilisema tangu mwanzo Gudi, maji hatuwezi kupata maji ambayo hayajapita. Hauwezi ukaletewa bili kama maji hayajapita kwenye mita. Kwa hiyo inawezekana mtu alikosa huyo Kigamboni maji hayatoki lakini bili inakuja kubwa. Huyo Kigamboni nitachukua namba yake kupata ufafanuzi, lakini nikwambie hawa wanaosema wapati maji, hamna mtu ambaye apati maji tarehe 1 mpaka tarehe 30. Hapa katikati kama maji tumewapa kwa ratiba, hapa katikati kuna siku watapata maji, labda ni mara 2 mara 3 kwa wiki. Hii ndio nakurudia mwanzo, ndio maana nakwambia Gudu, mkenisikiza mwanzo, tunakuja mwanzo kwamba kuna wananchi walikuwa wapati maji, wanataka kupata maji siku zote, lakini kutokana na maboresho ambayo tumefanya sehemu mbalimbali, sasa wananchi mfano wa Kimara wanapata maji mara 2 mara 3 kwa wiki. Lakini mara 2 mara 3 kwa wiki anakuambia sijapata maji mwezi mzima na bado naletewa bili. Nimekusikiza, lakini tunazo ripoti kwamba kuna watu wamekaa zaidi ya mwezi mmoja hawajapata maji. Hiyo limewafikia? Kwa maeneo ya wapi? Mfano kama unasema Kigamboni na maeneo mengine? Kwa mfano kuna maeneo kama vile Kimara kule Stopova. Kule kuna baadhi ya maeneo wanalalamika kwamba wamekaa zaidi ya mwezi hawajaona maji. Sasa sijui labda nyinyi mtalifuatilia. Hiyo nimelipokea na kuifuatilia, lakini Kimara Stopova ni sehemu ambayo wanapata maji na nafahamu ratiba yao ni siku ya Jumatatu, ni siku ya Alhamisi na siku ya Jumamosi. Sasa hiyo inawezekana, ndio wanasema changamoto ya maji ni swala binafsi. Mimi ningepata baadaye nitakuja kushughulikia kwa eneo la Kigamboni pamoja na eneo la Kimara Stopova. Sasa kuna ujumbe hapo naomba nikusomee pia Everlasting. Sawa. Mambo vipi? Naomba umuulize, sisi watu wa Gongo la Mboto Kipunguni, yaani maeneo ya huku, hatujawahi kupata maji kwa zaidi ya miaka 20. Gongo la Mboto Kipunguni. Sasa sijajua. Najua kuna mradi mkubwa tumeshaufanya wa Pugu Gongo la Mboto na Kipunguni ni sehemu moja hapo nufaika, na kuna miradi midogo midogo ambayo inaendelea kufanya World Bank na Kipunguni naikumbuka hipo. Kwa hiyo sasa Kipunguni kuna shida muda mrefu. Hapana, tuna huduma na huu mradi ulikamilika tangu mwaka 2023. Mradi wa Pugu Gongo la Mboto. Sasa ndio maana nasema pia tutafuatilia, lakini kwa mwananchi ambaye umetuma message ya Kipunguni, mimi naomba ufike pale DAWASA Ukonga, utahudumiwa. Tayari tulishapeleka miundombinu yetu eneo la Gongo la Mboto. Lakini wamesema hawajaunganishiwa licha ya kujazishwa form. Sawa, basi tutalifuatilia, lakini mimi nikuombe usogee pale DAWASA Ukonga na tutatoa namba ya simu ya huduma kwa wateja ambayo itakuwa ni rahisi kufuatilia zoezi la kupata huduma. Tunataka kila mwananchi apate huduma. Namba yenu si ile 181. Asante sana Good. Unaifahamu 181. Kwa sababu mnafanana. Sasa changamoto iliyopo Everlasting ni kwamba watu wanalalamika kwamba hii namba response yake bado iko chini. Sasa sijajua kama kitengo cha huduma kwa wateja kiko chini yako, lakini ni miongoni pia malalamiko ambayo yapo kwamba kupiga simu huduma kwa wateja bado. Sasa sijajua labda ni watu wengi wanapiga sana ama shida ni nini hasa? Okay, huduma kwa wateja ni kitengo ambacho kina mkurugenzi na tunafanya nao kazi kwa pamoja. Usama wasiona kitengo na huduma kwa wateja uwezo kuvitenganisha. Kwa hiyo tumelipokea na tuendelee kuomba wananchi, tumerudi kwenye namba rahisi 181 kwa ajili ya kuweza kupata feedback ya sawa. Sasa tutarejea kwako hapa Everlasting, lakini tukirejea moja kati ya maswali ambayo yapo ni kwamba ukitazama Dar es Salaam sasa hivi utaona kwamba maeneo mengi yanajengwa, barabara zinachimbwa na hivyo. Sasa kuna hatari kwamba inawezekana miundombinu ya maji
ikawa pia na yenyewe inaathiriwa kwenye ujenzi unaoendelea. Sasa tutakaporejea tutatamani kusikia kutoka kwenu kama DAWASA, mmechukua hatua gani ili kuhakikisha kwamba ujenzi unaoendelea hauathiri mifumo ya maji, kwa sababu kuna malalamiko pia mabomba mengi mitaani, kuna mabomba mengi mitaani ambayo yanavujisha maji. Sasa tutakuja kusikia mkakati ambao nyewe mmeuweka kama DAWASA wa kuhakikisha kwamba ujenzi unaoendelea hauathiri miundombinu ya kupeleka maji katika maeneo ya watu. Na nimkumbushe tu mtazamaji wetu kwamba tuko hapa na Everlasting Liaro ambaye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa DAWASA, na bado tunaendelea hapa. Kama una maoni, una changamoto katika eneo lako, namba yetu ya simu ni 0763 809 770. Tutarejea baada ya mapumziko mafupi. Karibu tena kwenye matangazo yetu. Bado tuko naye hapa Everlasting Liaro ambaye ni msemaji ama mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa DAWASA. Everlasting, wakati tumeenda break nilijaribu kutangulizia swali hapo kuhusu mkakati ambao mnao sasa kuhakikisha kwamba ujenzi unaoendelea, unafahamu kwamba maeneo mengi kuna ujenzi unaendelea wa barabara, sijui mitaro na kadhalika. Sasa kama tunavyofahamu kwamba hizi sehemu pia miundombinu ya maji ya DAWASA inapita, mmeweka mkakati gani kuhakikisha kwamba ujenzi unaoendelea hauathiri miundombinu hiyo? Asante. Kwanza niseme sisi tuna, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alisema anapenda kuona hizi taasisi za serikali zikisomana, mifumo ikisomana. Kwa hiyo sisi na taasisi nyingine kama TARURA na TANROADS huwa tunawasiliana na tuko karibu. Kwa hiyo kwa miradi ambayo wenyewe wanaifanya ambayo itahitaji sio TANROADS tu, TARURA, lakini hata miundombinu ya simu, mikonga, nyaya za simu, miundombinu yote ya simu, miundombinu ya maji, miundombinu ya barabara, tuna mawasiliano na hawa taasisi nyingine ambazo zinafanya shughuli hizi. Kwa hiyo wanavyoanza kazi hizi lazima wanatuletea mpango. Tuna mpango wa kupanua barabara kutoka hapa mpaka hapa. Kwa kama kuna miundombinu yenu tunaomba muweze kuondoa miundombinu yenu, na saa nyingine woga wanalipa fidia ya uondoshaji ili tuweze kuweza kupeleka miundombinu sehemu nyingine. Kwa hiyo huwa tunaongea kabla tujaenda kufanya hizi kazi. Okay. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na hili kwenye uhamishaji wa miundombinu kama ujenzi huu unaleta athari yote kwa wananchi, kwa sababu tunaongea, tunawataarifu wananchi na baadaye basi tunapisha zoezi la uboreshaji wa miundombinu ya wenzetu. Sawa, Everlasting, lakini kama ni hivyo, kwa nini kuna baadhi ya maeneo miundombinu inaonyesha inavujisha maji? Kwa sababu tumeona hapo, kwa mfano kuna ujumbe wa mtazamaji wetu, maji mengi yanapotea, mabomba mengi yanavuja huko mitaani. Kuna baadhi ya maeneo wananchi wanaripoti kwamba wengine wanapishana na mabomba haya yakiwa yanavuja. Uvujaji wa mabomba kama nilivyosema, upotevu wa maji, sasa huu ni shirikishi, na tunapopata taarifa hizi za wananchi ambao mabomba yanavuja huwa tunajitahidi kufika kwa wakati. Ni katika moja ya mikakati ambayo tunaifanya ya kupunguza upotevu wa maji. Lakini pia kingine ambacho nataka nikazia hapa, sio kila miundombinu ambayo wanaifanya wenzetu basi inaleta athari, au sio kila wanachokifanya taasisi nyingine wezeshi katika miundombinu iwe ya barabara, iwe ya simu, ya mtandao, inaleta athari kwetu. Ndio maana nasema kwamba mwanzo huwa tunaongea, huwa tuna communicate ili kutoa mzigo kwa wananchi ambao sasa wanakatia huduma, wanapishwa mabomba, ili sio mzigo kwa ajili ya kuweza kupitisha. Na kwa kuwakumbusha tu pia wananchi kwamba mwananchi anapoona kuna bomba linavuja sehemu anapaswa kuchukua hatua gani?
Kwanza tuna namba yetu ya huduma kwa wateja ambayo tumerahisisha, na sasa hivi ni 181 ambayo mtu yote anaweza rahisi kuikariri. Lakini pia taarifa ile utakapoileta, kama ulivyosema, utakapoileta kwenye kituo cha huduma kwa wateja, basi sisi tutaenda kuambia mafundi au tutaenda kuambia kituo husika. Labda mfano Good Luck wewe ni wa Kimara, umekuta bomba limevuja pale Baruti, moja kwa moja unapiga 181. 181 wanarudisha ujumbe Ubungo, DAWASA Ubungo, DAWASA ofisi ya DAWASA Ubungo, na moja kwa moja mafundi wanakupigia kwa ajili ya kuweza kufuatilia hili. Kwa hiyo tuna njia nyingi za kupeleka taarifa, lakini pia tuko karibu na serikali ya mtaa katika ushirikishaji wa hivi vitu. Unaweza kumwambia hata mjumbe wa serikali ya mtaa, wana namba zetu, wanatufahamu kuanzia level ya chini kabisa ya shina, shina, nyumba paka kwenye kata, na la mwisho kabisa basi unaweza kufika ofisi ya DAWASA kwa ajili ya kuweza kupata taarifa. Sawa. Tuendelee pia na baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa. Huyu anasema Mbezi Mwisho madukani njia ya Makabe hatujapata maji toka mwezi wa 10 mpaka leo. Mbezi Mwisho Makabe. Ndio. Nimelipokea Mwezi mwisho Makabe tangu mwezi wa 10. Tunaomba kwanza radhi kwa hilo, lakini nitalifuatilia kwa sababu nimeona ujumbe wake hapo. Mwingine mkazi wa Kinyerezi Kanga ni zaidi ya miezi 4 hawajapata maji. Changamoto nyingine, lakini huyu anaandika Posta Center hana maji zaidi ya miezi 3. Posta ya mjini? Posta Center. Posta Center kwa maana ya mtaa, labda inaweza kuwa ni posta kama posta. Maana mjini huko sasa. Kwa alivyoandika ni Posta Center. Hizo tutachukua na kufanyia kazi, lakini niseme kwamba Kinyerezi Kanga maji wanapata mara 2 kwa wiki. Maana kama mjini kati inakuwa hivyo, ni kama yule anasema kama mti mbichi inakuwa hivyo. Kwa mti mkavu itakuwaje sasa? Lakini huyu anataka kujua pale ambapo majirani wanapata maji lakini yeye anakuwa hapati maji, maana yake ni nini? Ama changamoto ya wapi? Inawezekana na changamoto ya bili, au ni mtu ambaye hakulipa bili kwa wakati, labda amesitishiwa huduma. Lakini pia inawezekana pia bomba lake lina changamoto. Kama majirani wote wanapata maji, uweze kukuta Good Luck na dada hapa tunapata maji, mimi nimekaa mwenyewe hapa sipati maji. Kwa hiyo kuna mambo mawili, ni either sina daiwa, niliweza kusitishiwa huduma, lakini pia inawezekana bomba langu na changamoto. Kwa hiyo huyu ni mshauri afike ofisi ya DAWASA kwa ajili ya ufuatiliaji. Na sio kwamba DAWASA inaweza kumkatia maji mtu mmoja kwa nyumba moja tu, kwa maana huyu ndo asipate maji. Asipate. Kama ingekuwa ni changamoto kubwa, maana yake tunasema ni kaya nzima ingekuwa haina huduma. Mwingine anatoa maoni kuhusu wizi wa mita Kigamboni. Anasema kwa kuwa mita zinakaa nje, wizi haukwepeki, tunaomba mita zijengewe ndani. Kila mteja apangiwe siku maalum ya kusoma mita ili wafanyakazi waweze kuingia ndani. Kuna baadhi ya maeneo wanang'oa. Yes, hii iko wazi, na kwa kweli katika pia vitu ambavyo vinaweza changamoto hii, sijui nilisahau vipi, lakini tuko na changamoto ya wizi wa maji wa mita za maji. Bado wananchi wanachukua zile kwa ajili, hatujui mpaka sasa hivi hatujathibitisha kwamba zinaenda kufanywa nini, lakini watu bado wanang'oa mita, na tuambie tu kwamba sasa tumeshaongea na wenzetu wa vyombo vya dola kwa ajili ya kuanza msako maalum wa kukamata hawa. Tuna kesi chache ambazo ziko mahakamani na tunasubiri hukumu, ili sasa iwe mfano kwa wale ambao wanachukua. Lakini pia niseme hapa dada, ngumu sana kuweka mita ndani. Tulifanya hivyo mwanzo, lakini sasa kwa nature ya eneo letu hili la kihuduma Dar na Pwani, ukiweka mita ndani itakuwa gumu sana wewe kwenye usomaji wa mita na mambo mengine yanayohitaji pale kwenye mita. Utafika kwa Good Luck na kugongea. Unaniaminije kama mimi ni mtu wa DAWASA? Na kuchanganya hivi kuna dhana mbalimbali. Mtu anaweza kukwambia nimetoka DAWASA na kuja kwako, kumbe ni mtu ambaye ana nia ovu, nia tofauti. Kwa hiyo sasa tunakuja na namna nyingine, tutaangalia namna nzuri kabisa za kuweza kulinda hizi mita hata zikiwa nje zisiendelee kuibiwa. Kwa hiyo kuna bado tunaendelea kuchakata kama taasisi, tuangalie tunaweza vipi kwenda kumlinda mwananchi, lakini pia kulinda chombo hiki cha mita ambacho pia ni dhamana yetu sisi tule kufungia. Lakini wengine pia anaweza kahoji kwamba kwa nini hata kama mnazifunga nje mnaziacha zinakuwa too naked, yani hamna hata labda kuziwekea cage fulani hivi ambayo inaweza. Ndio maana pale nikasema sasa tunaenda kwenye mpango. Tuna mpango huu wa kuangalia na manzuri ya kuprotect mita, ili pia mwananchi aweze, hata kama mfano unavyosema tunaweza kuja na kitu kizuri, labda tunaweza tukaja na cage kwamba bwana tutaifunga hii, nasemea katika mipango tutaifunga, funguo utakana Good Luck nitakuwa nao msoma mita. Kwa hiyo siku nakuja pale wote tunafungua tunasoma na kwa hakika. Kwa hiyo ni mipango ipo ambayo tunaendelea kuifikiria kwa ajili ya kulinda mita za maji za wananchi. Katika hili pia tunafahamu tuko kwenye zama za digital
digital zaidi. Maisha ni kidijitali. Mmekuwa tukiwaona maafisa wa DAWASA mnapita nyumba hadi nyumba kwenda kusoma mita. Sasa hivi vitu ni smart. Kwa nini msiwe na smart meter ambao wewe unakaa tu ofisini pale kwenye system unafuatilia pale? Na kama labda unataka kumkatia mtu maji ambaye hajalipa bili, sio lazima uje pale na zina ni vifaa vyenu vya sini screws nini. Iwe mtu ukisoma kule. Tunaona kama mnateseka, yani mnapata shida sana. Kwa nini hamjaamua kwenda kwenye digital? Kwa sababu tumeona wenzenu TANESCO sasa hivi wameanza kwenda kwenye mambo ya smart meter. Asante. Tumeshaanza prepaid, kama nadhani labda taarifa imechelewa kujua, lakini prepaid tumeshaanza na tulianza kwa majaribio. Prepaid zilikuwa kwa majaribio na tulianza kama prepaid 300 za majaribio katika mkoa wa Dar, na tulianza katika maeneo ambayo yatatupa ufanisi zaidi. Kwa hiyo tumeanza kwenye taasisi kama balozi, kwenye nyumba ambazo wanakaa kwenye kaya za watu wengi. Kwa hiyo tumeanza kama 300 na matokeo yake yalikuwa ni mazuri, na ninavyokuambia hivi mwezi wa 3 tutaanza kufunga prepaid katika mkoa wa Pwani. Prepaid zaidi ya 65 tunaenda kufungwa. Unalipa kwanza ndio unapata. Unaweka kwanza hela, unaweka kibiro chako, then ndio unapata huduma. Na ikiisha hauna tena huduma. Kwa hiyo inabidi tena ulicharge hela nyingine kwa ajili ya kupata maji. Kwa hiyo tumeanza prepaid meter, tumeshaanza 300 za majaribio, na kuanzia mwezi wa 3 tunaenda kwenye mita kwa mkoa wa Pwani. Tunaanzia mkoa wa Pwani kuzifunga katika halmashauri ya Chalinze. Kwa hiyo pia ni agizo alisema Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia kwamba anatamani kuona wananchi wanalipa kile ambacho wanawekewa prepaid meter kama zilivyo kwenye sekta nyingine ya nishati, na DAWASA tumeshalichukua hili na Wizara ya Maji. Sasa jana ilikuwa kuna kongamano unaendelea Arusha, na moja ya vitu ambavyo vilifanyika pia ni kufungua dirisha kwa ajili ya ufungaji wa mita za prepaid kwa mamlaka za maji nchini, na ilifanywa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo ni mwongozo ambao umeshatoka. Kwa hiyo kwa mamlaka za maji zote sasa tunaweza tukaendelea na taratibu hizi. Okay. Kuna swali pia kuhusiana na unit moja ya maji, gharama yake ni shilingi ngapi? Kwa sababu kuna pia maoni hapa, wao nasema alipata maoni kwamba kuna unit zimepanda ndio maana hata bill wakati mwingine inapanda. Hapana, unit moja ya maji kwa eneo la huduma la DAWASA ni shilingi 1679 1679, na bili hii au rate hii ya 1679 haijapanda tangu mwaka 2015. Na hiyo unit moja labda utufafanulie zaidi, unapata kiasi gani? Unit moja ni lita 1000. Lita 1000. Lita 1000, Okay. Kwa unapopata bili unaweza kuangalia sana nimetumia unit hizi ukakalculate, lakini hawa pia tumejumuisha, kuna watu wana huduma maji taka na wana rate tofauti. Hii ni huduma ya maji safi. Nimwambie mteja huyu kwamba tuna miaka zaidi ya 10, hii rate 1679 haijapanda. Sawa kabisa. Na sasa tuangalie pia hapo kwenye changamoto ya maji. Unajua Dar es Salaam na maeneo mengine ya jirani kama Pwani, changamoto ya maji imekuwa ni seasonal. Kuna wakati fulani ya msimu. Kuna wakati fulani unakuta mambo yako shwari, maji yanatoka. Sasa sijajua nyie huwa mnajipanga vipi, kwamba tunafahamu kwamba kuna msimu, kwa mfano msimu wa mvua nyingi kama hizi, huenda kwa siku kadhaa labda changamoto ya maji ikapungua kwa kiasi kikubwa, lakini huwa mnajiandaa vipi kutatua changamoto ya maji kipindi cha ambacho kunakuwa na kiangazi ama mambo kama hayo? Kwa mfano umetutajia hapo kuhusu ili tanki la Bangulo ambalo limeshakamilika. Na hiyo si inakwenda kuweka maji kwenye tanki, maana inakuwa ni reserve. Kwa nini tusiwe na matanki kama haya katika maeneo mengi Dar es Salaam, matanki makubwa kiasi kwamba maji yanapokuwa ya shida yale matanki yanakuwa yanaweza ku save purpose? Asante kwa swali, na hii niseme kwamba tulishalifikiria hilo na tayari tulishaanza mradi unaitwa Kidunda. Sijui umeshawahi kusikia mradi wa Kidunda? Mradi wa Kidunda ni mradi mkubwa ambao utaenda kutusaidia kuhifadhi maji hata kipindi cha ukame. Sasa ni sisi tunafungua na kuanza kuyatumia. Mradi wa maji Kidunda utaweza kuja kuhifadhi maji lita bilioni 190, na ninavyoongea sasa hizi uko zaidi ya 40% ya utekelezaji wake, na unatekelezwa mkoani Morogoro. Kwa hiyo tulichojiandaa ni nini? Kwa mipango ya muda mrefu
tunayo bwawa la maji la Kidunda ambalo linaenda kutekelezwa na litakamilika mwezi Disemba. Hili litatusaidia kuhifadhi haya maji yote ambayo tunayasema yanayotokana na mvua ambazo zinaanza kunyesha sasa hivi, mvua za mwezi wa 6, mvua za mwezi wa 9. Kwa hiyo zikiweza kujaza bwawa lile, sasa sisi hata tukiwa na hali ya ukame huku tukija kupungua maji, tutaweza kuruhusu bwawa letu liweze kuingiza maji katika mitambo yetu ya kupokea na kutreat maji. Okay. Kwa hiyo tuna hiyo, lakini pia kipindi cha ukame tukishajua kwamba tunaelekea kwenye wakati ambao mvua zimepungua, tuna mambo ambayo tunayafanya. Mfano, tunafufua visima, tuna visima vya jamii vingi ambavyo vilishajengwa viko maeneo mbalimbali kwa wananchi. Tunavifua na kuingiza ile maji katika mfumo wetu wa DAWASA. Tuna visima almost zaidi ya 190 katika eneo letu la huduma ambao sasa ni kuvifua na kuviingiza kwenye. Lakini pia uoga tunawaambia wananchi, tunatoa precaution mapema kwamba tunaelekea kwenye msimu huu na tunaomba maandalizi ya pamoja. Yaani ni kuandaa wananchi kisaikolojia waweze kupokea hali hii, lakini wakijua kwamba DAWASA au itakuja kupitia changamoto hii ya kuchelewa kwa mvua. Kwa hiyo na sisi tuangalie namna ambayo sisi kama wananchi tunaweza tukaanza na sisi kujiandaa mapema kukabiliana na hali kama hiyo. Lakini Kidunda ipo inaendelea na utekelezaji na sasa ni zaidi ya 40% ya utekelezaji unaendelea, na tukienda vizuri kijali basi Disemba 2025 mradi utakamilika na changamoto ya maji itakuwa imepungua. Sasa Hilda, ukijaribu kuangalia message ni nyingi sana leo. Message ni nyingi sana. Nafikiri miongoni mwa vipindi ambavyo vimekuwa na jumbe nyingi ni kipindi hiki. Na watu wanataja maeneo mbalimbali Hilda, kama unavyosema. Sinza D, Kimanga Twiga. Sinza D tumekamilisha mradi wiki iliyopita, mradi mkubwa na ulikuwa majaribio na tulikuwa na Mheshimiwa DC, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Ubungo Albert Msando na alishuhudia maji yameanza kuingia kwa wananchi baada ya marekebisho madogo ya miundombinu. Kwa Sinza D, Sinza C tumemaliza hii, hatuna hata wiki mbili. Lakini baadhi ya maeneo, mfano kuna changamoto mkizindua sehemu maji yanakuwa yanatoka siku hiyo ya uzinduzi, baada ya hapo changamoto inaonekana. Hapana, hiyo wanasema, lakini niseme ni kwa sababu tumeweka ratiba. Yaani tumeshakuja kuzindua maji leo, lakini mtapata maji siku 2 kwa wiki. Sawa. Kwa hiyo watu wanasema tunaondokaga na maji yetu baada ya uzinduzi. Hapana, inategemea na ratiba ambayo tumewekea ya upatikanaji wa huduma. Kwa hiyo hizi message everlasting, kuna Kimanga Twiga, Kimanga kwa maana ya Tabata? Ndio. Kuna Chanika Mbuyuni, TANESCO Kimara. Sasa kilichonishangaza zaidi Hilda, kuna Maji Chumvi Tabata na Ubungo Maji. Yaani sehemu inaitwa maji lakini haina maji. Maji Chumvi pamoja na Ubungo Maji, na yeye anasema Ubungo Maji mpaka Kibangu maji ni shida. Yaani sasa hata Ubungo Maji jamani. Sasa tumanipokea, najua Ubungo na Kibangu kuna changamoto, lakini wanapata maji. Wanapata maji kwa siku ambazo tumeweza. Sasa inabidi muliangalie kwa sababu haya sio ya kwetu, haya ni maoni ya wasikilizaji, wateja wenu ambao ni wateja wenu wanasema. Sasa awali kulikuwa na ile swali la unit moja ni shilingi ngapi? Huyo alikuwa ametuma bili aliyotumiwa Februari mwaka huu ambao umetumia unit moja kutoka 759 mpaka 759 sawa na shilingi 3124. Nataka kuelewa hapo 3124. Sasa inawezekana na inasoma unit moja. Inawezekana huyu pia alikuwa na deni la nyuma, labda limemkuta pamoja na bili mpya ambao ni current. Labda Januari alikuwa hakulipa, labda alipata nao unit moja. Ukaja jumlisha na unit moja, hii lazima itakujia shilingi 3000. Kwa hiyo muulize, inawezekana kulipa ile deni la Januari aliona ni unit moja 1679, ukijumlisha na hii 1679 hapa nayo iona mimi napata 3000. Kwa hiyo ninashumu mteja huyu deni la Januari akulipia. Kwa alifikishe DAWASA. Alifikishe DAWASA kwa kupata uhakika zaidi. Kwa ufafanuzi, na kuna namba, unajua uzuri bwana, tukituma message ya hivyo chini tunaweka tuwasiliane kupitia 181. Kwa hiyo ni vizuri mteja huyu tukaongea naye tukamfafanulia hiyo ongezeko, kwa sababu yeye mwenyewe anaelewa bili na ni unit ni 1679. Lakini hili tatizo la bili kuwa kubwa, naona ni tatizo kubwa, yani sijui jinsi gani mnalichukulia, lakini naona ni malalamiko ya wateja wengi. Katika maeneo tofauti tumeona Kigamboni kuna mtu kule kasema na maeneo mengine. Sasa sijui mtalitazama vipi, lakini pia kwa kuwasaidia zaidi nafikiri mtu ambaye anafanya udhibiti wa bei za maji
Ni EWURA. Ni EWURA ndo regulator. Regulator. Kwa hiyo nafikiri wananchi pia wanaweza wakawashtaki huko. Maana kama wanaona nyie labda maelezo hayatoshelezi labda au amwatendee haki. Maana nyie hamwezi mkawa, you cannot be a judge of your own case. Hauwezi. Kwa hiyo nafikiri ndio maana tuna regulator. Mwananchi anavyoona kwamba hajapata haki za msingi, hajatendewa anavyotaka, anaenda kwa mtu ambaye anatusimamia kwenye usimamizi wa huduma. Ambaye ni EWURA. EWURA. Kwa hiyo tunaendelea kuwasikiliza concern zao na tunafikia mwafaka, mteja anaridhika na mamlaka inaridhika, basi tunaendelea na lakini zaidi uelewa ni kwa nini maji hayatoki lakini bili bado inakuja. Changamoto kama hizo pia zipo nyingi, message ambazo zimefika. Sasa lakini kwa tathmini yenu kabla tujamaliza, Everlasting, hapa tunaona messages zinatumwa maeneo tofauti tofauti, mbali na kwamba changamoto ya maji kutoka, lakini hata pia yanayotoka yanakuwa hayana nguvu. Hata kwa mfano ile kupump, kwa mfano maji kuingia ndani kwa ajili ya showers na nini, yanakuwa hayana nguvu ya kufanya hivyo. Kwa hiyo bado shida haijaisha, lakini kwa tathmini yenu, kwa sababu tumetoka kwenye kipindi cha changamoto, ndio tumerudi mwezi wa 12, ndio nataka niulize itachukua muda gani ili maji yarejee katika ukawaida wake hapa Dar es Salaam? Kwa sababu tumetoka kwenye changamoto ya mwezi wa 12, sasa tuna Januari tu ambayo tulikuwa tunajiweka sawa na kuongeza nguvu, na mwezi wa pili niseme kwamba tunaelekea mwisho wa mwezi huu, lakini kuanzia mwezi wa 3 na hizi mvua ambazo zinanyesha, basi uboreshaji wa maji utakuwa ni mkubwa sana huko tunakoenda. Tuna uhakika wa maji kutokana na hizi mvua zinazonyesha. Kwa hiyo tuwatoe wananchi hofu kwamba maji ni madogo. Tumeshatoka kule kwenye ukame, sasa tuko kwenye neema. Kwa hiyo naamini kwamba ilikuwa ni Januari tunajiweka vizuri, lakini kuanzia Februari mpaka Machi, Februari ndio hiyo inaisha. Nikasema kwamba tunaingia mwezi wa pili mwishoni, tunaenda wa 3, huduma maji itakuwa inaboreshwa. Yaani nazungumzia ile kurejea yani katika ukawaida. Imerejea. Good luck. Ukienda Mtamboni tunapokea maji, tunazalisha maji. Lakini umeona messages sasa zinaonekana ni changamoto kwenye maeneo mengi. Sasa maji hayafiki kwenye maeneo mengi, nilisema kwa sababu labda changamoto ya miundombinu, changamoto ya geographical location ya maeneo yao, lakini pia wananchi kukubali kwamba sasa tunawapa maji kwa ratiba. Hii sasa wananchi wengi hawajaikubali. Kwani kuna mgao? Hatuna mgao, lakini maji tulifanya analysis. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Tulifanya analysis, tukaelewa kwamba kuna sehemu wananchi wanakaa na maji muda mrefu sana. Mtu asubuhi mpaka jioni ameondoka, ameacha maji yanatoka. Lakini kuna sehemu nyingine maji hayafiki. Sasa kwa nini hao wananchi unakaa Ubungo, mimi nakaa Tegeta na maji masaa 24, lakini Ubungo anapata maji kidogo? Kwa nini tusipeane maji kwa ratiba? Tofauti wa ratiba na mgao ni nini? Tofauti ya ratiba na mgao ni kwamba tuko kwenye hali ambayo hatuna maji. Kwa hiyo lazima tutoe maji kwa mgao. Kwa sababu maji yapo au hayapo? Maji yapo. Ya kutosheleza mahitaji. Maji ya kutosheleza. Ukienda Rungju na Rungju. Kuna ratiba kwa sababu zote tu kama yapo. Tuna ratiba kwa sababu tunataka kila mmoja apate maji. Uzalishaji tulionao ni tofauti na idadi ya wateja ambao tunao, wananchi tulionao. Hapa nilikuwa na takwimu ambazo nilikuwa naziona. 2022 tulikuwa na wananchi milioni 6,600,000 ambao kiasi cha maji kinachoita Dar es Salaam. Maji ambayo tulikuwa tunahitaji ni 657,000. 2025-26 tunahitaji kiasi cha maji lita 772,000, yani milioni 772. Kuweza kuhudumia wananchi milioni 7,400,000. Hiyo ni 25-26. Tunaenda kuwa na wananchi milioni 7,400,000. Lakini sasa hivi tunachozalisha ni lita milioni 520. Kwa hiyo sasa ile pungufu itatufanya sisi tuanze kuwagaia wananchi maji kwa ratiba. Kwa kuna pungufu hapo ya. Kwa hiyo tuna pungufu kutokana na idadi ya watu. Lakini ukiangalia 2030-31 inayokuja tutakuwa na wananchi milioni 8,600,000. Tutahitaji maji lita milioni 838. Hata milioni 10 hiyo tunasema milioni 8,600,000, hiyo tunasema milioni 8 na plus. Tunahitaji zaidi ya lita milioni 800 kuweza kuhudumia. Sasa katika vyanzo hivi ambavyo bado tunavyo, tutafanyaje? Lazima wananchi tuanze kuwapa maji kwa ratiba, ili sasa kila mwananchi hajue kwamba mimi napata maji siku yangu ni hii na natakiwa ni reserve kwa muda huu. Kwa hiyo sasa ratiba na mgao ni vitu vile tofauti. Haya, naona kuna simu hapa, sio utaruhusu tupokee. Karibu. Halo, habari za muda huu? Unaitwa nani, uko wapi? Halo. Karibu, unaitwa nani na uko wapi? Moja kwa moja tuambie shida yako. Mimi naitwa Mwalimu Hussein, niko Mbezi. Karibu. Kwetu huku Mbezi Mtumi na miaka kwa maji tunasikia.
lakini kikubwa mimi nakiona kwamba DAWASA wao kudanganya tu, bora ilikilika kwa wanafanya biashara waona huduma. Nyie huko Mbezi Msumi wanafanya biashara, wangetetea maji, wanahakikisha tunapata maji na wao wanapata pesa yao, lakini kwa sababu wanatoa huduma sio biashara, ndio tunateseka. Sasa kaka, hapo Mbezi Msumi mna muda gani hujapata maji ya DAWASA? Mwaka nilienda huko na mwaka wa 3. Mwaka wa 3. Maji ya Tungi. Ila Msumi tuna mradi na tuko sawa tumekuja mwaka 3 wanasema watatuwekea maji. Na mradi umekamilika na tumeanza kuunganisha wananchi. Anasema mradi umekamilika na wananchi wameanza kuunganishwa. Umeona hilo? Na tumeanza kuwasajili wananchi. Naam. Anasema buzi mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndo amekuja kwa DAWASA, wametuunganisha kutupa fomu, lakini sio unadalika wametuunganisha, kwa sababu kuunganisha wapate maji lazima bomba liweke, bomba hakuna vipi, lakini tunamwambia ngo. Haya, sawa, tumeelewa kero yako. Asante sana, shukran sana Mbezi Msumi Everlasting. Sasa umesema mradi umekamilika, maana sasa mchakato wa kuwaunganisha ndo huo unaendelea na tuko pale wiki ya pili. Sasa wanasema hata mabomba hawaoni dalili ya mabomba. Tumeshalaza mabomba makubwa, sasa tunaanza kulaza mabomba kwa ajili ya wananchi, na kwa sababu tumefika kwenye hatua hiyo, ndio maana tulikuwa pale kwenye dawati na kutoa fomu kwa ajili ya wananchi kuanza kuomba huduma. Nimesikia anasema vizuri kwamba mwenyekiti ametuambia fomu zipo zinapatikana, tujaze, tuje kufanywa survey, tulipe. Kwa hiyo ni mradi mkubwa ambao nao tumeukamilisha, nadhani mpaka tarehe 28 tarehe 1 utakuwa umekamilika kabisa. Sasa muda wetu umetuishia, lakini wakati wa kumalizia pengine tutapata wasaa tena wa kujadili kuhusiana na masuala haya na kufikia kabisa kwa kifupi sana. Pia Hilda alizungumza kuhusu biashara, huduma. Mtazamo wenu ni upi? Ni wa kibiashara au bado mko kwenye mtazamo wa kihuduma kwa ufupi? Mtazamo wa DAWASA ndio sisi ni kutoa huduma, lakini tunatoaje huduma? Tunatoa kibiashara. Lakini kuna hilo sasa, wanasema kwamba hiyo ya mtazamo wa kutoa huduma ni kama unawarudisha nyuma, yani changamoto nyingi hamzi. Kwa dhana sisi ni watoa huduma, hatufanyi biashara, lakini tunaenda kutoaje huduma. Unajua kuna tofauti. Kwa dhana sisi ni watoa huduma, lakini sasa tunaendaje kutoa hiyo huduma ya maji? Lazima tuwe na mindset ya kibiashara. Sawa. Shukrani sana Everlasting, karibu tena wakati mwingine. Bila shaka tutakuwa hapa kusikiliza wananchi, na kwa sababu ndio mna kazi ya kuwahudumia kwa upande wa maji, basi bila shaka tutaweza kupata wasaa mwingine. Kwa maslahi ya muda tunakomea hapo kwa sasa. Ni Everlasting Liaro ambaye tulikuwa naye hapa, ambaye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa DAWASA.